saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni kutoka ghala kuu kwenda bandarini. Sasa kutokana na hali hii tutaruhusu magari ya usafirishaji ya korosho kutoka maghala makuu kwenda bandari, kwa maana ya bandari ya Mtwara. Korosho za mkoa wa Mtwara, Lindi na Ruvuma zitaruhusiwa kusafirishwa kwa masaa 24. Kwa maana korosho kutoka mkoa wa Mtwara, Lindi na Ruvuma zitaweza kupelekwa bandari ya Mtwara kwa muda wa masaa 24, aidha kwenda bandari ya Mtwara au katika ghala ambalo liko mkoa wa Mtwara. Kwa mikoa mingine ile ya kwa mfano kwa korosho za mkoa wa Pwani ambazo zinakwenda bandari ya Dar es Salaam zitaendelea kusafirishwa kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Vivyo hivyo korosho kutoka mikoa mingine yote kwenda bandari ya Dar es Salaam itakuwa ni saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Ruhusa hii ya kusafirisha masaa 24 ni kwa ni kwa zile korosho ambazo zinakwenda bandari ya Mtwara tu au korosho ambazo zinakwenda kuhifadhiwa katika ghala katika mkoa wa Mtwara. Ni kwa nini tumefanya hivyo? Kwanza, kama mlivyoona, tumeanza na mizigo mikubwa. Na maana maghalani kuna mizigo mikubwa. Kwa hiyo tunataka mizigo iweze kutoka kwa haraka ili korosho zingine za wakulima ziweze kuingia ghalani kwa ajili ya mnada unaofuata. Lakini pia tukiruhusu masaa 24 inaleta mzunguko mkubwa wa maroli. Roli linaweza kwenda likashusha mzigo likarudi. Kwa hiyo maroli pia na magari yaliyopo yanakuwa na uwezo kushusha mzigo mkubwa kwa haraka. Lakini pia tunataka pia bandari yetu tuongeze ufanisi. Wanunuzi wengi ambao wananunua mizigo kwenye minada wangependa hiyo mizigo yao waweze kuisafirisha mara moja kwenda nchi hizo ambazo wananunua, hususan nchi ya India na Vietnam. Kwa hiyo na maana tukiruhusu masaa 24, wale wanunuzi ambao wamenunua mizigo ghalani wataweza kuchukua na kupeleka nje kwa haraka, lakini pia wakishapeleka mizigo nje kwa haraka inawaruhusu pia wao kushiriki minada mingine. Kwa hiyo wanapoweza kutoa mizigo kwa haraka na kupeleka bandarini Mtwara kusafirisha nje ya nchi, inatusaidia sisi kuongeza mzunguko wa wanunuzi kuingia tena kwenye minada na kununua mizigo mingine. Kwa hiyo ruhusa hii ya masaa 24 itatusaidia pia katika kuongeza mzunguko wa magari, lakini pia kuwezesha wanunuzi kupeleka mizigo nje walionunua ili waweze kununua mizigo mingine. Kuna baadhi ya wanunuzi wameingia mikataba pale ambapo anakuwa ameshaweka mzigo kwenye meli, ndipo yule mtu ambaye anamkataba naye ndio anamlipa hela zake, kwa hiyo inamruhusu kuingia kwenye mkataba mwingine. Lakini kama mnavyofahamu, huu ni mwezi Novemba. Mwezi Novemba huwa ni mwezi ambao tunatarajia kuwa na mvua. Kwa hiyo tungependa mizigo mingi ambayo tayari imeshauzwa maghalani iende isafiri kwenda nje ya nchi kabla mvua zijaanza kunyesha. Kwa hizo ndio sababu 4 za msingi ambazo zinatufanya turuhusu usafirishaji wa masaa 24 ya korosho. Kwa korosho zinatoka mikoa Mtwara, Lindi na Ruvuma kwenda bandari ya Mtwara au katika maghala kuhifadhi ambayo yako Mtwara. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.